Tunaendelea na China na nguvu ya China ya kijeshi. Kama nilivyosema, nguvu ya kijeshi haipimwi na wingi wa silaha peke yake, wala wingi wa pesa, wala wingi wa wanajeshi. Tunaangalia pia, kuna vita za kibabe ambazo nchi imewahi kushinda, umeona, katika historia au hivi karibuni. Ndio moja ya vitu ambavyo vinaipa heshima nchi kupitia hadhi ya kijeshi, unaona. Sasa tutaangalia China na nitakuelezea bwana historia ya China na vita ya mwaka 62 ambayo ilifanya kukatokea mkanganyiko uliobadilisha kabisa jiografia ya siasa duniani. Mkanganyiko kati ya Mchina, Mrusi, Mtaiwan na Marekani. Kama nilivyosema katika video ya kwanza, serikali ambayo ipo madarakani sasa hivi China iliingizwa na Warusi mwaka 1949, serikali ya kikomunisti. Kipindi hicho Warusi nao walikuwa katika umoja wao ule wa Soviet, umoja wa kikomunisti. Kwa hiyo walikuwa na maono mamoja. Kwa hiyo Warusi wakawasaidia wakomunisti wa China na wenyewe washike nchi. Na baada ya hapo China ikawa kama vile mtoto wa Warusi. Kwa hiyo Warusi walisaidia China kwa mengi, mkopo wa uchumi, kuanzishia uchumi, umeona, katika masuala zima ya jeshi, teknolojia, mambo ya nuclear. Warusi ndio waliosaidia wa China wawe na nuclear na vitu vyote ambavyo walikuwa wakihitaji, miundombinu, yani Warusi walijaza pale mainjinia, wanasayansi walijazwa pale China kwa ajili ya kuwapa mwongozo wa China jinsi ya kuanza kuongoza nchi. Umeona? Sasa kipindi chote hicho, kwa hiyo Marekani akawa yeye ni adui na hii serikali mpya iliyoshika China. Marekani akawa yuko bize na serikali ambayo kaenda kuipeleka pale Taiwan. Umeona? Na Marekani na Warusi na wenyewe walikuwa ni maadui, kwa sababu wa Marekani ni mabepari na Warusi kipindi hicho walikuwa ni wakomunisti. Ni vitu viwili tofauti hawa hivi. Umeona, mafahari wawili hawa hivi. Na kipindi hicho kilikuwa ni kipindi cha vita baridi. Vita kati ya Marekani na Warusi wanakutania sehemu nyingine, sio vita zao za ana kwa ana. Ndio maana ikaitwa vita baridi. Kipindi hicho China kuna kiongozi anaitwa Mao Zedong, alafu Urusi kuna kiongozi anaitwa Nikita Khrushchev, alafu Marekani kuna kiongozi anaitwa John Kennedy. Sasa Wamarekani wakachokozana na Warusi. Wamarekani walipeleka silaha za nuclear karibu na kwa Warusi. Warusi nao wakaamua kupeleka zao Cuba karibu na kwa Marekani. Ikatokea Cuba crisis inaitwa, kwamba ni kitendo ambacho Marekani na Mrusi ilikuwa almanusura waingie katika vita ya nuclear. Cuba crisis ilianza tarehe 16 mwezi 10 mwaka 1962. Sasa rais wa China alipoona ile Cuba crisis imetokea ile tarehe 16 mwezi wa 10 mwaka 1962, akaona huu ndio wakati wangu wa mimi kwenda kuivamia India mipakani, ili nichukue maeneo ya India ambayo wanadai ni ya kwao, kwa sababu Mwingereza alikataga mipaka vibaya. Kwa hiyo India na China wanagombaniaga maeneo pale mpakani, umeona. Kwa hiyo Mchina akaona kwa kuwa Marekani na Warusi wako bize kule wanagombania mambo ya Cuba, sasa na mimi nijikoki haraka niivamie India, nikabebe maeneo yangu kule. Wakimalizana na mambo ya Cuba kule, mimi nitakuwa nishabeba maeneo na siyarudishi tena. Umeona? Kama nilivyosema, Wamarekani pamoja na Warusi kule walianza kuanza kugombana tarehe 16 mwezi wa 10. Mchina ilipofika tarehe 20 mwezi wa 10 huo, yani baada ya siku 4, akamvamia Muhindi, akamsurprise kule mipakani. Kaanzisha vita na Muhindi. Kwa hiyo Wamarekani na Warusi kule wanastuka na huyo vipi jamaa? Mbona hii vita ya ghafla? Alafu Warusi walikuwa wenyewe kama nilivyosema ndio walikuwa wanaiongoza China kwa kila kitu. Sasa yule Mao, kiongozi wa China, hakumtonya Mrusi kwamba anataka kufanya uvamizi, wakati alikuwa hawezi kuingia vitani bila Mrusi. Kwa hiyo hakumtonya, yeye akaenda. Umeona? Na huyu kiongozi wa China alikuwa anapatana na kiongozi wa Urusi wa zamani kwa Joseph Stalin, ndio alikuwa anaelewana zaidi. Lakini Joseph Stalin alikufa mwaka 53, kwa hiyo akaingia Nikita Khrushchev. Sasa zikawa hivi na Nikita Khrushchev. Kwa kumtonye, akamsubiri Nikita Khrushchev yuko bize na Wamarekani. Baada ya siku 4 yeye akaivamia India. Na akijiangalia tayari kashawezeshwa na Warusi kijeshi, ana nguvu ya kumvaa Muhindi. Vita ikaanza bwana. Kwa kuwa anajua kule kuna Marekani na Mrusi wanagombania mambo ya Cuba, akawa anajua kabisa vita ya Marekani na Mrusi haiwezi kuisha leo. Hawezi kukaa kwenye meza ya mazungumzo wale mafahari wawili, lazima itachukua muda mrefu. Na kwa huo muda mrefu mimi nitakuwa nishaipiga India, nishabeba maeneo pale. Umeona? Kwa hiyo hivyo mambo yakaanza. India pale utakuta kuna eneo moja inaitwa kwa mfano Ladakh. Lile eneo ukifika ni India, watu wanaongea Kihindi lakini wana mionekano ya Kichina.
Umeona, ndo Mchina anataka alibebe ile kombe langu. Wamuone hata watu ni wa China kabisa kwa muone. Na eneo lingine linaitwa Pradesh. Umeona, kwa Mchina kana anataka Ladakh na Pradesh. Basi wakati Mchina anaendelea huku kumfumua Muhindi akijua kabisa kwamba Wamarekani na Warusi watakuwa busy sana. Jamani, Wamarekani na Warusi sio wakakubaliana kukaa katika meza ya mazungumzo. Maana wote wakajiangalia kwa sababu jamani, hapa tukiingia vitani tutajimaliza wenyewe, kwa sababu itakuwa ni vita ya nuclear, hakuna mshindi, tutaulipuana, tutamalizana. Tukae katika meza ya mazungumzo. Wakakaa kwenye meza ya mazungumzo Nikita Khrushchev, rais wa Urusi kule, na John Kennedy, rais wa Marekani. Wakakubaliana kwamba bwana tuache. Kwa hiyo wakakubaliana tuache, tutoe hivi na hivi, wakaweka na sheria zao, tunafanya hiki na hiki, wakakubaliana. Kile kitendo kilimuuzi rais wa China. Kwa sababu Wamarekani na Warusi walikaa wakaweka makubaliano tarehe 28 mwezi wa 10 mwaka 62. Siku 8 baada ya Mchina kumvamia Muhindi. Sasa Mchina vita yake iko changa, yani mbichi. Alafu kule Mrusi na Marekani mnakaa chini mnamaliza mambo yenu ili mnirudie tena mimi Mchina. Basi Mchina alilalamika hatari. Kwa nini kaanza kumlaumu Mrusi sasa? Kiongozi wa Urusi, Nikita. Wewe Nikita, kwa nini umekubali kukaa chini kwenye meza mazungumzo na Wamarekani? Wale mabepari, unakubaliji wewe kukaa na mabepari meza moja na kumaliza mazungumzo? Basi unaambiwa akaanza kumtolea maneno ya shombo. Inasemekana rais wa Soviet kule, yani rais wa Warusi kule, Nikita Khrushchev, akaona yani wewe unaletea maneno ya shombo, kasi sisi Warusi ndio tumeitengeneza China. Sasa unifahamu. Sasa katika ile vita Muhindi alipomvamia Mchina alipomvamia Muhindi alikuwa hajajiandaa, akastukizwa, lakini pia hana nguvu kijeshi kama Mchina. Kwa sababu Mchina ndo alianza kuwezeshwa kijeshi, na Muhindi naye alikuwa ni Bennett na Warusi. Muhindi na Mchina wote watoto wa Warusi. Na mpaka sasa hivi hao ndo wateja wakuu wa silaha za Warusi. Kwa hiyo Muhindi alikuwa anamtegemea Mrusi, Mchina naye anamtegemea Mrusi. Mchina kashawezeshwa zaidi. Muhindi akaona hapa nimevamiwa, nikimwomba Mrusi msaada hawezi, kwa sababu Mrusi alikuwa neutral. Mrusi akasema katika hiyo vita sisi tuko neutral. Nyie wote ni watoto wetu. Kwa hiyo hatuwezi kuingilia. Kwa hiyo Muhindi kabidi amuite Marekani, akamuita nafikiri Muingereza na Muisraeli waje wamsaidie silaha. Marekani alipoitwa na Muhindi kwake ikawa neema. Alifurahia kwa sababu Marekani alikuwa anatamani India iwe mkononi mwake, isiwe mkononi mwa Warusi. Kwa hiyo Marekani first akaenda kumsaidia Muhindi. Israeli naye alipoitwa na Muhindi alifurahia kwa sababu Israeli naye alikuwa anataka washirika. Umeona, kwa sababu alikuwa kazungukwa na maadui wa Arabu hivi, na alikuwa anatamani kuwa na washirika. Kwa hiyo Israeli naye moto. Muingereza anaenda kila sehemu anakoenda Marekani. Kwa hiyo Muhindi. Sasa pamoja na kwamba Marekani kaenda pale na washirika wake wanamsaidia Muhindi, bado Mchina alikuwa na nguvu za kupambana. Si ameshawezeshwa sana na Mrusi kijeshi. Lakini sasa kwa bahati mbaya ndio hivyo, shamuuzi bosi wake Mrusi. Sasa Mrusi alipoona katolewa maneno ya shombo na rais wa China, Mrusi akasema sasa unijui, mimi pia naenda kumsaidia Muhindi. Kwa hiyo kiongozi wa Urusi akasema jamani, huyu Nikita Khrushchev, sisi tulikuwa neutral, hataki kuingilia watu kwa sababu watu wote ni watu wetu sisi. Sasa kwa kuwa huyu wa China katoa maneno, mimi naenda upande wa Muhindi. Kwa hiyo Mrusi naye akaenda upande wa Muhindi sasa. Na ukiangalia Mrusi ndio kamtengeneza Muhindi. Umeona? System za kijeshi za Muhindi zimewekwa na Mrusi. Kwa hiyo Mrusi akaingia upande wa Muhindi. Sasa pale ndipo palipomwogopesha Mchina. Akaona mimi Mrusi ndio kanitengeneza kijeshi. Kwa hiyo ananijua nje ndani. Akiingia kumsaidia Muhindi nimekwisha. Silaha hizo nazo nyingi ndio yeye kanipa. Kwa hiyo anajua jinsi ya kusikabili. Akiingia tu kwa Muhindi nimekwisha. Mrusi akaingia kwa Muhindi. Mrusi kuingia kwa Muhindi tu, Mchina akasema basi jamani, na salimu amri na narudisha au maeneo niliyochukua. Tayari alikuwa kashachukua maeneo. Narudisha au maeneo niliyochukua jamani, basi vita iishe. Mchina akarudisha yale maeneo na mpaka leo Mchina hajaweza tena kuyachukua hayo maeneo. Kwa hiyo hii ndio historia ya Mchina kijeshi. Mchina ile hali ya mapambano, yani spirit ya mapambano kuanzia zamani hawanaga, lakini ni wazuri sana kwa kutengeneza teknolojia. Hawa watu katika kutengeneza teknolojia ni wazuri sana. Na pia wazuri kwa biashara. Umeona? Hawa watu kwa kutengeneza uchumi ni noma. Vita ya kiuchumi tu washindi ni noma. Umeona? Haya, msikose sehemu ya 3 baada ya hili sekeseke la Warusi na China. Nini kiliendelea? Kulitokea mambo mengi sana hapo sasa. Usaliti mwingi sana. Msikose sehemu ya 3. Na usahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata hiyo video ya 3. Usikie sekeseke la Warusi, wa Marekani, wa China, wa Taiwan humo ndani sasa. Nini kiliendelea?